Katika kitabu hiki cha Zaburi sura ya 82 mstari wa 2 hadi wa 4 tunasoma hivi: hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kuzikubali nyuso za wabaya? Mfanyeni hukumu maskini na yatima, mtendeni haki aliyeonewa na fukara. Mwokoeni maskini na mhitaji, mwopoeni mikononi mwa wadhalimu. Haya maneno nendeni mkayaishi. Wote mliokula viapo hapo, waliokuwa wameshika Korani na waliokuwa wameshika Biblia, hata ungeenda kwenye Korani utakuta haya. Nimeona nitangulie kuyasema nisije nikasahau huko mbele. Wakati fulani tunashika zile Biblia na Korani kama mazoea, lakini ukweli ni kwamba kama tunaamini uwepo wa Mungu, commitment unayoifanya unapokuwa unakula kiapo unaifanya mbele za Mwenyezi Mungu. Huifanyi kwa yule anayekuapisha pale. Yule ni shahidi wa kiapo chako, na baada ya hapo una sign. Vinginevyo huo ni ushahidi unaoweza kuhitajika mahakamani, na ndio maana tuna sign. Na kiapo hicho ni kwa mujibu wa sheria ya viapo rasmi, the Official Oaths Act. Kuna sheria mahususi kwa ajili hiyo inayosema the Official Oaths Act. Wewe zingatieni sana sana. Ninawapongeza kwa kufikia hatua hii. Mna sifa za kufikia hatua hiyo. Moja, kwa sababu ya seniority yenu, lakini pili, kwa sababu ya uwezo wenu, na tatu, mimi naamini kwa sababu ya uadilifu wenu. Hizi ni sifa za msingi ambazo tumezingatia sana. Na kama tulikosea, sisi binadamu, kiapo hiki na haya tunayoanza sasa yawe mwanzo wa kufanya mabadiliko katika mwenendo wa maisha yenu. Tunapo kuwa kwamba mnazo sifa za kuwa viongozi na tume tukawateua, endeni mzishi hizo sifa. Nendeni mzishi sifa, lakini pia tambueni tunaishi wakati gani. Ni wakati ambao kunasitizwa sana uwajibikaji, na hatuwezi kuwa tu tunafurahia kuteuliwa. Kila nafasi ya uongozi na kila nafasi ya mafanikio inakuja na wajibu mkubwa kwa mhusika. Kwa hiyo tambueni kwamba ninyi ni kada muhimu sana katika shughuli za kila siku za mahakama katika ngazi zote, kuanzia mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya, mahakama ya hakimu kazi ambayo itabadilishwa jina baadaye na kuongezewa mamlaka baadaye, na baadhi yenu mtaenda kufanya kazi huko, yaani mahakama ya mkoa itakapokuwa imeanzishwa. Itakapokuwa ipo ile jina, itakapokuwa sasa haitwi tena mahakama ya hakimu mkazi, ile itakapokuwa inaitwa mahakama ya mkoa. Kwa hiyo mnawajibika pia kwa mahakama kuu na mahakama ya rufani. Naibu wasajili ndio meneja wa masijara. Kwa maneno yaliyozoeleka, ninyi ndio injini ya mahakama. Ninyi ndio injini ya mahakama. Hivyo mahakama ya Tanzania inawategemea sana. Ingawa mtapatiwa mafunzo elekezi kama alivyosema jaji kiongozi, matarajio ni kwamba tayari mna ufahamu wa majukumu yenu kutokana na uzoefu mlionao, hususani kwa wale ambao wamewahi kukaimu nafasi hizi, lakini hata wale waliokuwa wafawizi wa mahakama za hakimu kazi ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya. Na mambo ni yale. Kwa mfano masuala ya execution, kama naibu wasajili, ninyi ndio wapishi au waratibu wakuu wa shughuli za kimahakama. Ninyi ni mameneja injini ya utekelezaji wa shughuli za mahakama. Someni sheria mbalimbali zinazoelezea majukumu yenu. Zisomeni ili muwe kwenye nafasi nzuri ya kutekeleza
majukumu yenu ya kila siku ipasavyo. Jitambueni na mwajibike kama viongozi katika maeneo yenu ya kazi. Jitoleeni kwa moyo wote ili kuleta ufanisi katika vituo vyenu na kwa mahakama kwa ujumla. Kuweni na ari, ubunifu na utayari wa kutatua changamoto zinazojitokeza katika maeneo yenu ya kazi. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.